Safari yangu ya sanaa ni ndefu, hatuwezi kuelezea hapa tukaimaliza, lakini kwa ufupi ni namna ambayo mimi kama kijana mdogo kutoka kwenye familia za kimaskini, bana kutoka kwenye hatua moja mpaka kuja kufika kwenye hali ambayo sasa hivi watu wanaiona na stahili kuwepo katika hii hatua. Kujiunga na sehemu kama hizi ni opportunity ambazo si kila msanii anapata au si kila mtu inakuwa ni rahisi kupata. Mkojani ni faza ambaye mimi nimeanza kuongea naye muda, kwa sababu alikuwa anaposti kazi zangu mimi nikiwa niko Geita, alikuwa anaposti ana appreciate, so na mimi nikatengeneza love, lakini pia ni shabiki yake toka muda. Kwa hiyo nilikuwa naamini ipo siku nitafika hapo. Kwa hiyo kufika katika kujiunga katika Mkojani Gang ni moja ya neema ambayo itanifanya mimi watu wengi waweze kuniamini, kwa sababu mimi watu walikuwa wanaona kwenye vibonzo au kwenye clip zile za kawaida, lakini leo hii wanaona kwenye content, kwenye big content kama hizi, wana appreciate, wanapenda, wanaona niko nafanya kazi na watu ambao wao wanawaamini, so nakuwa kwenye miongoni kwenye vitu ambavyo vinaaminika zaidi. So ni bahati na imekuwa ni kubwa kujiunga, kwa sababu na watu wamezidi kuniamini zaidi kwenye career yangu, napata kazi, endorsement na nini insafi. Matarajio ni makubwa kwa sababu kila kitu kina mwanzo na kila kitu kina mwisho. So at the sometimes kuwa katika sehemu kama hii, matarajio ni makubwa, unaongeza watu, unaongeza endorse, unaongeza vitu vingi. Kwa hiyo matarajio yangu ni kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, lakini pia niweze kuaminika zaidi kwenye swala la uigizaji wa kawaida nje na ucheshi, kwa sababu watu wamenizoea kama top, kama comedian, nikiwa kama ni watu wananiona kwenye uchekeshaji ule wa clip fupi, lakini sasa hivi nimeingia katika uchezaji wa vitu virefu, haijalishi ni serious au ni comedy. So wataniona kwenye character zote, nikiwa kama comedian lakini pia nikiwa kama serious emotion. Yes. Tunachowashauri wasanii wachanga, never give up. Muda haujawahi kuongopa. Mimi nimepitia kwenye maisha ya shida, maisha ya kimaskini, lakini mpaka leo na enjoy. Mimi nimekuwa ni miongoni mwa comedian ambaye nisijisifia au nisijiwe katika ubaya. Naishi maisha mazuri, naendesha gari, nimepanga, naishi vizuri, na mahusiano, kila kitu changu kiko under control. Hiyo yote ni kutokana na nidhamu niliyotengeneza, nidhamu ya kwenye kazi, lakini pia nidhamu katika watu ambao wananizunguka. Muda hujawahi kuongopa, nimehustle, nimepitia changamoto. Hakuna haja ya kuelezea kwamba ni changamoto gani ulizozipitia, lakini ni changamoto ngumu. Ukiwa kama kijana, unaweza kuvumilia hizo changamoto ikakutoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Leo hii nimekuwa Shafi brand, watu wote wananifahamu, taifa Tanzania kiujumla, East Africa kiujumla. Nimefanya kazi kubwa, nimepata endorsement kwenye makampuni makubwa Tanzania hii, nimefanya kazi na watu wakubwa. Hiyo yote hawezi ukafanya kazi tu na wewe from nowhere mpaka wewe umetoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, na ndio hii hatua. So msanii mchanga na kushauri ni kwamba muda ni huu sasa, inuka, pambana, tengeneza consistency. Usifate sana ushauri wa watu ambao utakutoa kwenye hatua moja ya kwako ambao unawaza kwenda kwenye hatua nyingine. Muda hujawahi kuongopa. Big time sana kwa mtu ambaye unaamini ndoto zako. Tupambane, tutafika. Unasema usiwatafute, jitafute. Ukijipata utawapata. Nashukuru sasa hivi wanawekeza, wanazingatia. Zamani tulikuwa tutambuliki, lakini sasa hivi wanatambua mchango kwenye hatua moja hatua nyingine. Tunahamasisha vitu vikubwa, tunatanguliza kwenye baadhi, tunazindua makampeni makubwa, vitu vikubwa tunawaonyesha watu kupitia talent tulizonazo. Tunajihusisha katika masuala moja mbili tatu. So serikali sasa hivi ina support, inainua, inatuongoza, inatutoa na yenyewe kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Jamani, kwamba uwezo ulionao sasa, sisi kama serikali, labda kwa mfano daraja la Ubungo limefunguliwa. Sasa wewe kama content creator au kama watu ambao una watu wengi, waonyeshe Watanzania wenzako kwamba bwana, daraja limefunguliwa. Tunatumika kwenye vitu ambavyo vinasaidia pia kukuza uchumi wa nchi, kwa sababu watu wengi wanajua kumbe kuna hiki kimetambulika, au wanakuwa ni mashabiki zangu na ma content creator wengine wote wanafanya hivyo. Yes. Sio rahisi kuitwa sehemu Ikulu na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa, lakini mimi sikupata bahati ya kwenda. Aliyeenda alikuwa ni rafiki yangu Nanga, alienda, alipresent vizuri. Nakumbuka nilimnyoshea hadi kanzu. Bwana, unatakiwa kwenda, nenda, kanzu hii hapa, nenda
nenda ka appreciate pale, nenda ka present, kanuwakilishe. Kwa hiyo majina yaliyotajwa na wahusika waliotakiwa kwenda ndo walienda hao. Ikulu hawezi kwenda kila mtu, ni sehemu tukufu, ni sehemu ya heshima. So walioenda walituwakilisha, lakini walifanya poa poa, na ndio maana hakuna misunderstanding yoyote ambayo imetokea mbaya kwenye issue ya Ikulu. Kwa hiyo Ikulu ilikuwa iko poa. Alienda Nanga ni kama nimeenda mimi, kwa sababu ni partner wangu kwenye biashara, ni partner wangu katika kazi. So nili appreciate sana hicho kitu. Sasa hiyo sio issue ya kulaumu. Yaani mimi nimepata bahati nyingi ambazo wengine hawakupata. Kwa hiyo na wenyewe ni luksa, wanaweza wakapata bahati kama zile mimi sipati. So lazima wote tulingane. Mtu akipata bahati ya kitu fulani ni natakiwa uappreciate, usupport, kwa sababu watu wote hatuwezi kwenda. Hebu ashumu tungeenda comedian wote 200 300 ingekuwaje? Haitakiwi. Walienda comedian baadhi, walituwakilisha na walifanya poa. Yaani sio mbaya, kwa sababu waliopata bahati ndio hao. Nafasi huwa itarudi kwa wakati mwingine, huenda itakuwa ni mimi tena. Anafikiri hiyo kitu ni siri, itafika muda kila mmoja ataonyesha kile ambacho alichonacho, na kila mmoja atapresent kile ambacho yeye anahisi kitakuwa sawa. Hiyo haina haja ya kuambia watu, kwa sababu watu wote wanajua umuhimu, wanajua na jitihada ambazo wanatakiwa wafanye. So itafika ule muda, kila kitu kinakuwa ni siri ya mtu. Atakachofanya ndio matokeo ambayo atakayoyaona. Kwa hiyo itafika na kila kitu kitamalizika, kitakuwa ni ndani ya mtu mwenye husika mwenyewe, itaonekana na maisha mengine yataendelea. Kwanza kabisa natakiwa kujua sio rahisi. Yaani kunipata mimi kwenye video, kwenye kitu chochote, yani sio rahisi, kwa sababu mimi nimepambania nafasi kuja kufika hapo. Kwa hiyo sio rahisi kabisa. Mimi ni mtu ambaye najithamini, nimeshajua nafasi yangu, nimeshajua brand yangu. Kwa hiyo kunipata mimi sio kawaida kama mtu anavyofikiria. Makubaliano ya mimi mwenyewe, makubaliano ya timu, ndio mpaka tuje tuweze kufanya kazi. Yaani iwezi tu kuwa from nowhere tumetoka kule nataka kuja kufanya kazi na mimi. Kazi nilizofanya ni kazi kubwa, zinanipresent mimi, lakini pia zinatengeneza heshima yangu. Kwa hiyo siwezi kukubali kushusha heshima from nowhere kwa sababu eti wewe umekuja tu umewaza eti natamani kufanya video na Shafi ukafanya. Hapana, ni ngumu sana. Siwezi kutaja kiasi, lakini maelewano na approach yako kutoka kwako kuja kwangu ikiniridhisha, na malipo ambayo wewe unaona kwamba haya yatakuwa ni sahihi na mimi yakiniridhisha, tunaweza tukafanya kazi.